Mwongozo wa kujifunza Biblia, robo ya 4 mwaka 2025. Mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Hili ni juma la 13, chagueni hivi leo. Na leo ni Disemba 26, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Soma Ellen G. White, maneno ya mwisho ya Yoshua, ukurasa wa 165 hadi 169, kwenye wazee na manabii, sehemu ya pili. Miongoni mwa makutano waliopanda kutoka Misri, walikuwamo wengi waliokuwa wakiabudu sanamu, na hiyo ndiyo nguvu ya mazoea haya, kwamba jambo hilo liliendelea kwa siri kwa kiasi fulani. Hata baada ya kukaa katika Kanaani, Yoshua alisikia juu ya uovu huu kati ya Waisraeli, na alitambua kwa uwazi hatari ambazo zingetokea. Alitamani sana kuona matengenezo yakifanyika kikamilifu kati ya Waebrania wote. Alijua kwamba kama watu wasingefanya uamuzi thabiti kusimama kumtumikia Bwana kwa mioyo yao yote, wangeendelea kujitenga mbali zaidi na zaidi kutoka kwa Bwana. Ingawa sehemu ya Waebrania walikuwa waabudu waliopenda mambo ya kiroho, wengi mioyoni mwao wangeendelea kujitenga zaidi na zaidi kutoka kwake. Ijapokuwa sehemu ya wenyeji wa Kiebrania walikuwa waabudu wa kiroho, wengi walikuwa wakifanya dini ya mtindo tu. Hapakuwa na udhati wala ari katika ibada zao. Baadhi yao walikuwa waabudu sanamu mioyoni mwao, ambao hawakuwa tayari kujulikana kwamba walikuwa hivyo. Ellen G. White, The Sign of the Times, Mei 19 mwaka 1881. Agano hili zito liliandikwa katika kitabu cha Torati ili litunzwe kwa utakatifu. Kisha Yoshua akasimamisha jiwe kubwa chini ya mwaloni uliokuwa karibu na patakatifu pa Bwana. Yoshua akawaambia watu wote, "Tazama, jiwe hili litakuwa shahidi juu yetu, kwa maana limesikia maneno yote ya Bwana aliyotuambia. Basi litakuwa shahidi juu yetu. Msije mkamkana Mungu wenu." Hapa Yoshua anatangaza kwamba maagizo na maonyo yake kwa watu hayakuwa maneno yake mwenyewe, bali ni maneno ya Mungu. Jiwe hili kuu lingesimama ili kushuhudia kwa vizazi vinavyofuata juu ya tukio ambalo lilianzishwa ili kuadhimisha, na lingekuwa shahidi dhidi ya watu. Kama wangeweza tena kuzorota na kuwa ibada ya sanamu. Ellen G. White, The Sign of the Times, Mei 26 mwaka 1881. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: jadili maana ya usemi huu. Yeye, yaani Bwana, ni Mungu mtakatifu, ni Mungu mwenye wivu. Yoshua 24:19. Ni kwa maana gani Mungu ni Mungu mwenye wivu? Swali la pili: je, upendo wetu kwa Mungu unaunganishwaje na uhuru wa kuchagua anaotupatia? Yaani, tunaweza kupenda kweli ikiwa hatukuwa na uhuru wa kweli? Je, mapenzi ya kweli yanaweza kulazimishwa? Ikiwa sivyo, kwa nini? Swali la tatu: je, ni baadhi ya njia zipi za kiutendaji ambazo viongozi wa kanisa leo wanaweza kupitisha mwenge kwa kizazi kijacho? Swali la 4 na la mwisho: fikiria juu ya maisha ya Yoshua na hitimisho kwamba katika maisha yake yote Waisraeli walimtumikia Bwana. Je, ungependa watu wafikirie uamuzi gani kuhusu maisha yako? Hii ni Disemba 26, tukifikia tamati ya robo hii ya 4 inayosema mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Robo ya kwanza mwaka wa 2026 tutajifunza kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Jipatie nakala yako, muda ni sasa. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema.